Kuhusu ubora wa ufaulu, waliopata division 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia 255,404 sawa na 46.1%, ambapo division 1 ziko 56,410, division 2 84,996 na division 3 113,995. Kama ilivyokuwa mwaka 24 na 23, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waliopata division 1, 2 na 3 zimeongezeka wakati division 4 na 0 zimepungua. Mwaka 24 wanafunzi waliopata division 1 mpaka 3 walikuwa 221,953 sawa na 43%, na mwaka 23 walikuwa 197,426 sawa na 37.4%. Hivyo katika kipindi cha miaka miwili ubora wa ufaulu umeongezeka kwa 8.7%. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa 526,620 waliofaulu, wasichana ni 278,108 sawa na 94.3% ya waliofanya, na wavulana ni 248,512 sawa na 95.8% ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni 53% na wavulana ni 47%. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu, ambapo tunazingatia waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni 135,676 sawa na 52.3% ya waliofanya, na wasichana ni 119,728 sawa na 40.58% ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote 255,404 waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni 53% na wasichana ni 47%. Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa 6% kuliko wavulana, na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa 6% kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civics, history na geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24, ambapo somo la history limepanda kwa 4.87 na kufikia ufaulu wa 78.23. Geography imepanda kwa 7.55 na kufikia 79.46, na civics imepanda kwa 1.32 na kufikia 71.66. Mwaka 24 history ilipanda kwa 10.16, geography ilipanda kwa 7.59 na civics ilipanda kwa 2.51. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 97.82. Kwa somo la English language ufaulu wake umepanda kwa 3.39 na kufikia 79.48. Mwaka 24 ufaulu wa somo la English language ulipanda kwa 7%. Kwa upande wa masomo mengine ya lugha, ufaulu wa French language umepanda kwa 7% na kufikia 82.9. Ufaulu wa Chinese language umepanda kwa 14.3 na kufikia 93.43. Na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa 17% na kufikia 50.62. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry umepanda kwa 0.52 na kufikia 96.88. Physics imepanda kwa 10.06 na kufikia 84.04, na biology imeshuka hadi kufikia 65.7. Ufaulu wa masomo mengine ya science nao uko vizuri, ambapo engineering science ni 86.12, agriculture 94.81, information and computer studies 95.52, additional mathematics 95.91, na food and human nutrition ni 100%. Kwa upande wa somo la basic mathematics, ufaulu umeendelea kuwa chini ya wastani kwa mwaka 2025 kama ilivyokuwa mwaka 24, 23 na 22. Hata hivyo, ufaulu wa somo hili kwa mwaka 25 umepanda kwa 101.1 na kufikia sasa 26.45. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa commerce umepanda kwa 5.89 na kufikia 95.06, na kwa somo la bookkeeping umeshuka kwa 14.02 na kufikia 74.25. Ufaulu kwa masomo ya utamaduni, sanaa na michezo umeendelea kuwa mzuri, ambapo somo la theater arts ni 97.61, music 96.67, physical education 96.29 na fine art ni 84%. Kwa upande wa masomo 13 ya ufundi, ufaulu ni mzuri na upo kati ya 81.22 hadi 100%. Kwa upande wa masomo ya dini, somo la Bible knowledge ni 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu 85.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri, kwa ufaulu wake kuendelea kuwa
juu ya wastani.